Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza mtuwie radhi, tunafanya mazungumzo haya huku wengine bado mkiendelea kupata iftar, lakini yote haya yanafanyika kwa sababu ya uchache wa muda na matukio ambayo tuko nayo. Mimi ni mwakilishi wa uongozi wa klabu yetu Young Africans, na kwa bahati nzuri leo tumempata rais wa klabu yetu Engineer Hersi Ali Said ambaye tuko naye hapa, lakini tumeongozana pia na afisa mtendaji mkuu wa klabu yetu Andre Mtine yuko hapa. Tunaye mkurugenzi wetu wa masoko na wanachama yuko hapa, anaitwa Ibrahim Samuel. Tunao pia kutoa benchi letu la ufundi daktari wetu wa timu Dr. Yusuf tuko naye hapa pia, lakini tunao pia watendaji mbalimbali wa klabu yetu ya Yanga na ndugu jamaa na marafiki pamoja na familia ya rais wa klabu yetu ya Yanga. Ndugu zangu waandishi wa habari, kama ilivyokuwa desturi ya klabu yetu Young African Sports Club, tuko hapa mkoani Arusha na tumekuja huku mahususi kabisa kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu ya NBC, na mchezo huu tutaucheza kesho panapo majaliwa Mwenyezi Mungu majira ya saa 10 pale Sheikh Amri Abeid Kaluta. Tutacheza na klabu ya TRA. Lakini leo kwa kushirikiana wenzetu wa GSM Foundation katika ile desturi yetu ya kurudisha kwa jamii yenye uhitaji, tukasema leo tuje hapa kwenye kituo hiki cha watoto yatima kinachofahamika kwa jina la Rahma Orphanage Center, kiko maeneo haya ya Ngara Mtoni. Kwa hiyo tumekuja hapa mbali na kuleta kile ambacho tumejaliwa sisi Club Young Africans na wenzetu wa GSM Foundation, tukasema ni vizuri pia tukapata iftar ya pamoja na watoto hawa na walezi pia wa kituo hiki. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kutupa nafasi ya kuja kushirikiana na nyie kwenye iftari ya leo, na tunaamini iftari imekuwa nzuri, mmeifurahia. Kile kidogo ambacho tumekiandaa kimekuwa kidogo ambacho kimeleta furaha na tabasamu kwenye nyuso za watoto. Kwa hiyo naamini sio peke yetu ambao tunatamani kufanya hili jambo. Wako Watanzania wengi kwenye sekta ya mpira na nje pia mpira wanatamani kushirikiana na kituo hiki cha Rahma. Tumepata fursa sisi kama club, tumekuja leo na tuna bahati ya kuwa na waandishi wa habari, basi tuitumie fursa hii pia na sisi kuzungumza ili Watanzania kwa ujumla waweze kusikia shukrani zenu, lakini pia kupata historia fupi ya kituo hiki, ili basi na wao wakati mwingine kwa mtu ametembelea Arusha, basi akipita maeneo ya Ngara Mtoni aweze kutembelea kituo chetu cha Rahman. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, tumpe nafasi Sheikh Suleiman aje atueleze kwa kifupi kuhusu kituo hichi cha Rahma, alafu tutapata neno kutoka kwa CEO wa Club Young Africans Andre Mtine, alafu mwisho tutamaliza kwa dua kuelekea mchezo wetu wa kesho dhidi ya TRA. Karibu sana mwalimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baadi. Kwa majina kama ambavyo nimetambulishwa, naitwa Sheikh Suleiman Mguluma, mkurugenzi wa da'wa katika taasisi ya The Nurain na mkoa wetu wa Arusha. Ni mmoja kati ya wasimamizi wa hichi kituo Darul Rahma Darul Aitam kilichoko Ngara Mtoni. Kituo chetu kina miaka minne, kimeanza 2022 na kina watoto, tulianza na watoto wachache mpaka sasa hivi tuna watoto 28 wa kuanzia umri wa miaka 5 mpaka miaka 14 ambao tayari wamekuja hapo wakiwa ni wadogo na sasa hivi wako sekondari tuko nao. Kituo chetu ni kituo ambacho kilichoko chini ya taasisi ya The Nurain Islamic Foundation ambayo makao yake makuu ni Iringa. Hao ni wahisani wakubwa na wasimamizi wa hichi kituo na ndio waliotusaidia kupatikana kwa hichi kituo hakika. Lakini usimamizi wa hichi kituo upo chini ya waumini wa Arusha na nje ya Arusha. Kwa maana ya kwamba misaada, sadaka za hapa na pale ndizo zinazowasomesha watoto, ndizo zinazowavisha na ndizo zinazowatibu na mahitaji mengine wao kama watoto wanayoyahitaji.
tuna mahitaji mengi au changamoto nyingi ambazo tunakutana nazo. Miongoni mwa changamoto ni matibabu. Watoto wetu hawana bima na kwa idadi hiyo unaona chukua mtoto mmoja kumpeleka hospitalini na kwa uchache kabisa unaweza ukaondoka hospitalini na umepoteza karibia 50,000 au umemtibu wa shilingi 50,000. Wakati shilingi 50,000 hii ingepatikana ikawa ni bima ya huyo mtoto ingekuwa ni khairi. Kwa hiyo kama ombi letu kwenu na kwa wengine hilo ni hitajio letu la kwanza, lakini hitajio jingine kwa michango na sadaka zinazopatikana kwa waumini ndizo ambazo zinalipia bili ya umeme, ndizo zinazolipa wafanyakazi, na hivi vitu vinatupelekea wakati mwingine tunashindwa kuvipata, na hata limepelekea tuna wafanyakazi wawili na kabla tulikuwa na zaidi ya wafanyakazi wawili. Ni kwa sababu ya nguvu ya uendeshaji. Kwa hiyo nyinyi kama wanayanga na wengine katika watu wa michezo na wasiokuwa wana michezo, tunawakaribisheni kwa ajili ya kuhudumia vituo kama hivi popote na kwa nafasi zote ambazo nyinyi mko nazo. Karibuni sana. Tumefurahishwa sana na ujio wenu na kushiriki nasi pamoja na watoto wetu iftari ya leo. Hakika tumeburudika. Mimi nimekuwa naziangalia nyuso za watoto wangu, wamekuwa na furaha. Sio wao tu bali hata mimi mwenyewe. Nilikuwa nipo pamoja na mzee Ali Abdul Talib, lakini tulikuwa tuko na wafanyakazi wetu wawili ambao ni wahudumu wa hichi kituo. Tumefurahi hakika. Na Mwenyezi Mungu awatie nguvu hawa wafanyakazi wawili waliobakia. Na wale ambao wameondoka, wameacha kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu pia akatiwe wepesi kwenye mioyo yao, wakumbuke warudi inshallah. Kibunda aje Ibrahim. Basi mkurugenzi umechaguliwa na CEO, karibu utupe neno la klabu ya Yanga alafu utupe na karibu na Ibrahim, tupe neno la shukrani kutoka upande wa Yanga. Leo Kwa niaba ya uongozi wa Young Africans napenda kutoa shukrani za dhati kwa kituo hiki kwa kutupokea na kushiriki pamoja nasi kwenye iftar ya jioni ya leo. Hili ni jambo jema sana. Tunasema asanteni na tutaendelea kushirikiana nanyi wakati wote tutakapokuwa Arusha. Hatutowasahau. Asanteni sana. Vijana ambao wameandaliwa kwa ajili ya dua, inshallah waje watuombee dua, na kwa upekee klabu yetu sasa hivi tumekuwa tuikumbwa sana na majeraha ya wachezaji, basi na hii dua pia tusaidie kuombea pia na wachezaji wetu wajaliwe afya njema, na wale ambao wameumia basi Mwenyezi Mungu awape uponyaji wa haraka, warudi tuendelee kupambania timu yetu. Naomba mje huku. Watoto ambao wameandaliwa kwa dua. Hawa wanakuja wote? Wana uwezo wote. Wote wanafanana watoto wote? Lakini sasa jamaliza kula. Wanakuja wawakilishi wachache tu. ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا جزاك الله خير. Allah walipe, awafanyie wepesi katika michezo yenu. Na waponye. Anzeni kuimba. Tunaofurahia timu ya Yanga ya maendeleo, GMC Mutu furahia leo, pongezi tunawapatia sana, msonge mbele kwa kufu mipango. Leo ni siku ya historia, GMM tunawafurahia, kutoka mjini hadi vijijini, watu wawatambua sana kwa
Nasikia tu